neno la Bwana katika kitabu cha Mitume mlango wa 4, Acts chapter 4. Acts chapter 4. Acts chapter 4 verse 32 to 37. Biblia inasema ya kwamba Acts chapter 4 verse 32 to 37. Na jamii ya watu walioamini. Mitume mlango wa 4 mstari wa 32. Wasio na Biblia tunaweza soma kwa screen, na ni vizuri kuwa na Biblia yako. Stima huwa zinapotea, unakosa kitu cha kusoma. Na jamii ya watu walioamini walikuwa na moyo mmoja na roho moja, wala hapana mmoja aliyesema ya kuwa kitu chochote alicho nacho ni mali yake mwenyewe, bali walikuwa na vitu vyote shirika. Na mitume wakatoa ushuhuda wa kufufuka kwake Yesu kwa nguvu nyingi, na neema nyingi ikawa juu yao wote. Wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao aliye mahitaji miongoni mwao mwenye mahitaji, kwa sababu watu wote waliokuwa na viwanja au nyumba waliviuza, wakaileta thamani ya vitu vile vilivyouzwa, wakaiweka miguuni pa mitume. Kila mtu akagawiwa kwa kadri ya alivyohitaji. Na Yusufu aliyeitwa na mitume Barnaba, maana yake mwana wa faraja, Mlawi, asili yake ni mtu wa Kipro, alikuwa na shamba akaliuza, akaleta fedha akaiweka miguuni pa mitume. Bwana asifiwe. A very loaded piece of scripture. Very loaded. Tunaona vile mambo yalivyokuwa yanafanyika katika kanisa la kale. Biblia inasema ya kwamba walikuwa kitu kimoja, na mitume walikuwa kitu kimoja, roho moja na moyo. Walikuwa na moyo moja na roho moja. Ningetaka tutazame vile hili kanisa lilikuwa. They had one heart and they had one soul. The spirit of the New Testament church walikuwa na moyo mmoja, imani moja, yani ndani yao hakuna mwenye angetaka kujisikia ako nje. Hakuna mwenye angetaka kujisikia kwamba ako kando kidogo ya kanisa. Na Biblia inasema ya kwamba jamii, multitude, walikuwa ni watu wengi. Unajua kuna pahali panapofika, mnapozoeana na mnapokuwa katika ushirika, unapofikiria jambo unakuta huyo mwingine anafikiria vile unafikiria. Kwa sababu watu wanapoingiana sana fikira huenda zinafanana. Biblia inasema ya kwamba katika kanisa la kwanza, kwa sababu hii ndio kanisa la kwanza, na hakuna katika Agano Jipya rekodi ingine ya kujitolea ama kupatiana. This passage is the first complete recording of the giving of an offering in the New Testament. This passage is the first complete recording. Hakuna pahali popote katika New Testament kumenenwa kuhusu kujitolea. Hii ndio ya kwanza. Hii ndio ya kwanza kuhusu kujitolea. Kwa hivyo Biblia inasema kwamba washirika hao walikuwa kitu kimoja, moyo mmoja. Walikuwa na unity ambayo mtu hangetaka kusikia kwamba hata kuwa hapo ndani. Hawezi chelewa.
Biblia inasema ya kwamba they had one heart, one soul. Haleluya. Kuna mambo tu matatu tu nikataka tuone ili tujue wakati tunasema kuhusu kujitolea kwa sababu ya watu wa Mwenyezi Mungu, tujue hukumu na uzito wa hilo jambo. Tunasema ya kwamba jambo la kwanza, walikuwa moyo moja, roho na fikra. Ili muweze kuenda safari katika popote mnapokuwa, hata kama ni kwa nyumba, hata kama ni kwa ushirika, msipokuwa fikra moja na roho moja, hakuna safari huwa mnaenda. Kuna vitu nyingi zinazopotea katika safari mnapokuwa hamko kichwa kimoja. Ili shetani aweze kupiga na kupinga familia, ni lazima ahakikishe bibi na bwana hawako fikira moja. Hamuna jaribu kutafutana, hakuna mtu anaweza tafuta mwingine, anaweza pata mwingine. Kanisa la kwanza Biblia inatuambia kwamba na mjue tumepandwa katika misingi ya mitume na manabii. Kanisa tumepandwa katika misingi ya mitume na manabii, ndipo kanisa limetoka. Kwa hivyo hilo kanisa jambo la kwanza linaonyesha lilikuwa kitu, hakuna mwenye angetaka amdhulumu mwenzake atoke kanisa. Hakuna mtu mwenye angetaka asikike hayuko ndani ya kanisa. Namba 2, hawakuhesabu vitu vyao, vitu vyote walivyokuwa navyo ni vyao. They didn't consider what they had as theirs. Sijui kama mmeona hiyo maandishi. Diposa ninawaambia, it's a very loaded piece of scripture. They didn't consider what they had as theirs. Yaani chochote walichokuwa nacho hawakuhesabu ni chao. Ni kanisa la kwanza. Kama nimebarikiwa niko na ng'ombe 5, niko na shamba la eka 10, si kuwa ninahesabu ni changu. Yeah. They had properties, but they considered themselves as stewards of God's resources. They considered themselves as God's resources, God's stewards. Yani walikuwa wanajihesabu kama watu wa kushikilia vitu. Unajua vile unaweza achwa na tajiri pahali, uwe steward mramati. Uambiwe ushikilie shamba hili na hizi ng'ombe, uwe unaangalia uzifuge vizuri. Steward. Wao walijihesabu kuwa wao ni watu wa kushikilia vitu za Mwenyezi Mungu. Kanisa la kwanza. Chochote ambacho walikuwa nacho hawakuzihesabu ni zao. Haleluya. Kwa hivyo hakuna mwenye alihesabu chochote ambacho walikuwa nacho ni zao. Number 3, they had all things common. They were sharing church. Ya chochote ambacho walikuwa nacho walikuwa wanagawana. Kama sina shamba, ninauza shamba, ninakuja kunauliza nani hana shamba. In other words, they eradicated what? Poverty. Hilo ni kanisa la kwanza, New Testament Church. Yaani kama singeweza kukaa ndani yenu nikiwa na 10 acres na kuna mtu mwingine hapa ako na nyumba ya kukopoa na mwingine amefukuzwa, hakugepatikana kitu kama hicho katika kanisa la kwanza. Kanisa lenye tuko nalo siku hizi ni kama inawezekana vitu zote niwe nazo na nibakie nazo, hawa wengine wao wanakuja kuinama niwapatie. Hiyo ndio spirit ya kanisa la kisasa. Spirit ya kanisa ya mwanzo, sijui kama mnaiona vizuri, hebu turudie vizuri. Verse 34.
verse 34. Wala hapakuwa na mtu mmoja miongoni mwao mwenye mahitaji. Kwa nini? Kwa sababu watu wote waliokuwa na viwanja au nyumba waliviuza, wakaileta thamani ya vitu vile vilivyouzwa. In the process they eradicated poverty. In other words, hakukuwa. Nataka muone picha ya kanisa la kwanza. Biblia inasema kwamba waliokuwa na viwanja, waliokuwa na manyumba hawakuhesabu ni zao, waliviuza na kuleta hiyo thamani katika miguu ya mitume. Kusema miguu sio waweke katika miguu, ni kusema waliletea mitume waweze kugawanya. Wanaona ya kwamba huyu huwa analala nje, apatiwe thamani hii, huyu mwingine hana chochote, apatiwe. Hiyo kanisa lilikuwa hivyo. Katika kanisa la mwanzo, hiyo ndio ile spirit iliyopanda kanisa. Kweli tumedumisha moyo huo. Tunapojitolea hivyo, yani ndani yetu huwa tunatoa namna gani? Huwa tunaelewa spirit ambayo iko kwa kanisa nyakati hizi ni ipi? Haleluya. Kwa hivyo ukitazama hapa ambapo tunasoma, utaona ya kwamba verse 35, and laid them down at the apostles' feet, and the distribution was made unto every man according as he had need. Hallelujah. Kwa hivyo, in other words, they could surrender their lifetime properties. Kanisa la kwanza, they could surrender their lifetime properties. Giving does not buy God's provision. Kupatiana ama kujitolea hakununui riziki ya Mwenyezi Mungu. Giving does not buy God's provision. It releases it. Giving releases the provision of God. Kujitolea sio tabia ya Mwenyezi Mungu ati ya kuchangisha pesa. Kujeni tujitolee sio tabia ya Mwenyezi Mungu. Kujitolea ni tabia ya Mwenyezi Mungu ya kuinua watu wake. Wakati wowote unaambia Mwenyezi Mungu unataka kitu, anakupatia instructions. Nitolee kitu fulani, nifanyie jambo fulani. Kwa hivyo utaona ya kwamba huwa tumepoteza mwelekeo katika hali ya kujitolea. Tunasema ya kwamba giving does not buy God's provision, it releases it. Nasema hivi, labda unaweza kuwa uko na ukosefu wa pesa kwa muda mrefu, lakini chenye unahitaji ili upate pesa sio pesa. Labda unahitaji baraka ya wazazi wako, labda unahitaji ushirikiano wa familia yako. Ushirikiano huo ndio shetani anautumia kupika utajiri wako. Kwa hivyo unapotolea Mwenyezi Mungu ukidhania atakulipa na pesa zenye hauna, hata akikupatia hazitakubariki ama hazitakuwa na baraka. Lakini unapotolea Mwenyezi Mungu huwa anaachilia baraka zake ambazo zina nguvu ya kurocate problem yenye unahitaji. Tuko pamoja? Bwana asifiwe. Katika kitabu cha Malak, turudi katika kitabu cha Agano ya Kale,
Mark chapter 3 verse 10, tutaona ya kwamba kujitolea, tusiposoma hili watu wengi wataishi katika shida. Mark, book of Mark. Kabla ufike Matthew. Mark chapter 3 verse 10. Hallelujah. Biblia inasema ya kwamba Mark chapter 3 verse 10, leteni saka kamili ghalani, ili kiwemo chakula katika nyumba yangu, mkanijaribu kwa njia hiyo, asema Bwana wa majeshi, mjue kama sitawafungulia madirisha ya mbinguni na kuwamwagieni baraka hata isiwepo nafasi ya kutosha au la. Ileteni sadaka ghalani, muone kana kwamba sitawafungulia dirisha. Tunapojitolea mbele za Mwenyezi Mungu, kuna watu wengi wanakosa kubarikiwa kwa sababu wanakuwa na huu moyo wa kwamba, moja ya kwamba nikijitolea mbele za Mwenyezi Mungu, I will receive something from him in return, kwa sababu ya hii tithe nimetoa. Biblia inasema ya kwamba nijaribuni muone ya kwamba kama sitawafungulia madirisha za mbinguni ili niweze kukubariki. Nisikize, unaweza kuwa na pesa nyingi na hazina baraka. Tunaposema provision ya Mwenyezi Mungu ni baraka, ni nguvu, ni uwezo, ni ability ambayo inatuwezesha kupata mambo ya dunia, ni nguvu ya asili ya kiungu. Bwana asifiwe. Naweza kuwa niko na shida fulani katika maisha yangu, niko na shida fulani, lakini kile ambacho ninahitaji kwa fikira zangu, hicho sio kitu ambacho kitamaliza shida zangu. Tunaelewa? Tunapoelewa hili jambo, kuanzia siku ya leo utapanda hatua nyingine na utaanza kupokea baraka za Mungu immediately kuanzia siku ya leo. Kanisa la kwanza tunaona walikuwa wanaleta vitu wanaziuza, wanakuwa na moyo ya kwamba hakuna mtu anastahili kuwa maskini. Katika kanisa siku ya leo sisi tunaenda kununua God's provision. Nimetoa 10,000, kwa hivyo ninangojea Mwenyezi Mungu katika safari anibariki. Watoto wangu wasifukuzwe shule, watoto wangu wasilale njaa, tuhamwe nina operate. Kwa hivyo tunasema ya kwamba huo moyo unatuzuia tusibarikiwe. Unaweza enda dukani na pesa, utoe shilingi 20 mbadilishane na sukari. Kwa Mungu sio hivyo. Huwezi nunua pesa kwa Mungu. Huwezi nunua gari kwa Mungu. Huwa unalipia baraka za kuwezesha kubariki mtu wa Mungu. Bwana asifiwe. Kujitolea sio method ya Mwenyezi Mungu ya kutafuta pesa. Kujitolea ni method ya Mwenyezi Mungu ya kuinua watu wake. Popote unapoambia Mwenyezi Mungu uko na hitaji, huwa kuna instructions ama jambo lolote unapatiwa la kufanya ili uweze kuchukua baraka za Mwenyezi Mungu. Haleluya. Kwa hivyo ni kusema ya kwamba kile ambacho unahitaji katika maisha, labda hilo sio hitaji lako. Labda katika shida ambayo unapitia unahitaji baraka za Mwenyezi Mungu. Sikizeni wapendwa, unaweza ongea na mtu usikia kwamba
yeye kwa wiki moja huwa anapata 50,000 ama 100,000. Lakini akikuita kwake utembee huko, ukute ya kwamba afadhali kwako, afadhali wewe unakopoa na wewe unapata 500 kwa wiki. Jambo la kwanza, kuko na amani. Jambo la pili, hakuna uchungu wa mwili. Jambo la tatu, uko na usingizi na hauna stress na unapata 500 kwa wiki. Na kuna mtu unasikia akikwambia ile kazi ninafanya huwa inaniletea 1800 kwa wiki, lakini ni 1800 ambayo haina blessing, ambayo haina baraka, uwezo. Pesa sio pesa bila nguvu za pesa. Nani yako na 1000? Noti ya 1000 ambayo imeshikana, nisaidie nayo. Amen. God bless. Thank you. God bless. Ukiangalia hii noti ya 1000 utakuta kuna nguvu ambayo imefichwa hapa ya kipesa. Ukiangalia pale hii inaoneshana wealth. Utajiri wa nchi. Tunaona kwamba kuna capital city imechorwa hapo. Kuna noti nyingine ukiangalia pale nyingine unakuta ya kwamba kuna wealth. Kunaonekana dovu, yani utajiri, wealth. Kuonyesha kwamba hii karatasi imebeba nguvu na uwezo wa kifedha. Haleluya. Kwa hivyo kuna nguvu imehifadhiwa katika karatasi haka. Haleluya. Hiyo nguvu imehifadhiwa katika karatasi haka, ndio mnaona imefanya iwekwe hizo. Tunaona mfalme wa kwanza wa nchi na wealth. Wealth ni kusema kwamba utajiri. Nazo hizi pesa katika ulimwengu wa kiroho, bila kuwa na baraka za Mwenyezi Mungu, bado hizi pesa zinaweza kuwa kule. Unaweza kuwa unazipata na ziko na nguvu ya kifedha ya kidunia, lakini zinakuja zikiwa zimepata pahali pengine pa kwenda. Hazisimami kwa mfuko, kwa sababu nazo hazina nguvu ya kiasili ya Mwenyezi Mungu ya kifedha, ya baraka. Kuna nguvu imehifadhiwa katika hii karatasi. Ukienda pale dukani ama ukiingia kwa gari, kondakta aanze kusema ya kwamba leteni pesa, usikie hauna, utastuka sana. Lakini ukiweka mkono kwa mfuko ama kwa wallet, usikie na uone ya kwamba kuko na noti ya 1000, unasikia hata hizo stress kwa sababu umegusa nguvu ya pesa, nguvu ya asili ya pesa. Wakati tunajitolea mbele za Mwenyezi Mungu, huwa tunapata nguvu ya Mwenyezi Mungu ambayo inahitajika katika pesa, ili pesa zako ziweze kukusaidia katika dunia. Kuna nguvu ya kipesa ambayo iko hapa, na kuna nguvu ya kipesa ambayo inakuwa ndani ya Mwenyezi Mungu. Atanionyesha katika chochote ambacho Mwenyezi Mungu anakupatia kiko na mbegu. Chochote ambacho Mwenyezi Mungu anakupatia kina mbegu ya kudumisha hicho kitu. Katika hii noti ya 1000 kuna mbegu hapa. Hii 1000 idumu, iko na mbegu ambayo huwa inazaa asili ya nguvu za Mwenyezi Mungu. We don't buy the provision of God. God releases his provision to us, ili wakati unazo hizo vitu ziko na hiyo nguvu ya asili ya baraka. Ndiposa unaweza kuwa ndani yetu na huwa unapata 10,000 kwa mwezi na hazikusaidii, kwa sababu hazina nguvu ya Mwenyezi Mungu. Ukiwa na shilingi 100, kuna mbegu ya shilingi 100 ambayo inahifadhi hiyo mbegu, ili hiyo 100 isikaishe. Kwa hivyo wakati tunatoa hizo mbegu, tunatoa 100 hapa, kwa sababu tithe ya hii ni 100. Huwa haununui
upatiwe 1,000, lakini huwa unapokea baraka ambayo inahitajika katika hizo zimebakia 90%. Inatonyita. Kwa hivyo watu wengi pesa zao hazina baraka. Onaitike mataithia. Hata kama umejaza pesa kwa bank, unakuta hazikusaidii. Kwa sababu kuna kitu pesa haziwezi nunua. Lakini zinapoachiliwa nguvu ya Mwenyezi Mungu, nguvu ya kiroho, Biblia inasema ya kwamba hebuni jaribuni muone ya kwamba sitawaletea pesa, lakini nitawafungulia dirisha za baraka. Baraka. Unaweza kuwa na pesa kama hizi lakini hazina baraka. Bwana asifiwe. Kwa chochote ambacho unakuwa nacho, ndani yake kunakuwa na mbegu. Kuna mbegu ya 1,000, kuna mbegu ya shaba, kuna mbegu ya mhindi, kuna mbegu ya kila chochote ambacho uko nacho. Kwa hivyo hizi pesa kuna nguvu zimehifadhiwa hapo. Na pia wakati tunajitolea mbele za Mwenyezi Mungu, kama vile tuko na Sunday service, tuko na soko, ama tuko na hiyo dhabihu, wakati unakuja na kuleta hizo dhabihu, usigoje Mwenyezi Mungu ati akufungulie dirisha za mbinguni uone maelfu ya pia na mwagika. Hapa ni nguvu ya kupata hizo pesa, ni ability ya kuacquire hizo vitu huwa unapokea. Haleluya. Tupige kwa Yesu makofi. Ndiposa tunasema ya kwamba ni jaribuni muone kana kwamba sitawafungulia dirisha ya Mwenyezi Mungu. Kuna mtu mmoja, labda ile shida ambayo unapitia hauhitaji pesa. Labda uko na shida ya pesa lakini labda hauhitaji pesa. You need God's provision. Yes. Labda unahitaji tu mkutane na mtu. Msalimiane, mkisalimiana shida zako zikuishie hapo. Bwana asifiwe. Kuna mtu mmoja, na ni hadithi na ni huwa inapatiana, ushaisikia. Kuna mtu alikuwa anasafiri pahali kwa gari. Akaenda safari mrefu sana. Alipotembea akafika pahali akaangalia, akaona mguu mmoja, gurudumu moja ya gari imetoboka. Alipotoka akaona hii haiwezi tembea tena, akaisukuka gari, akaona sasa hii ni kama sitaenda safari tena. Akafikiria badilisha mguu. Akaenda akafukua mguu, gurudumu yani. Akaiweka chini. Alipoweka chini hizo nati za kufungua mguu, na kulikuwa na mtaro mkubwa sana hapo wa maji taka. Hizo nati wakati pahali alipoziweka akaziguza na mguu zote zikateremka, zikaikia kwa mtaro wa maji chafu. Kwa hiyo sasa akashindwa, hata kama naweza badilisha mguu, kwa sababu mguu wa spare nitafuga na nini na nati zimepotea. Ndipo alikuwa anapiga, anashindwa venye atafanya. Sasa akaanza kusuguka tu hapo akiwa amefika mwisho. Alikuwa anahitaji hizo nati aweze kufunga mguu. Lakini akashindwa nini? Sasa akasema vile atagojea gari zingine zikikuja asaidiwe. Mtu mmoja aliyekuwa karibu hapo, mwendo wa azimu, aliyekuwa na zurura hapo, akakuja karibu naye akamwambia, mzee, habari? Akamwambia mzuri. Akamwambia, kwani vitu zako zimepoteza kufuga mguu? Zimeanguka kwa shimo. Akamwambia, wewe mzee uko namna gani? Usifukue hii miguu ingine na timoja moja, ufuge huu mguu moja. Ufike kwenye unafika ununue zingine. Akarauka kutoka usikizi. Akasema, nilikuwa ninafikia namna gani? Hakuwa anahitaji alikuwa anahitaji akili. God's provision. Haleluya. Bwana asifiwe. Alipoenda sasa akafika kwa petrol station, akanunua nati zote, akafuga miguu yote. Wakati tunajitolea kwa Mwenyezi Mungu, wakati wote tunatoa sadaka kwa Mwenyezi Mungu, huwa tunagojea, kwa sababu huwa faithful kwa tithe. Ninagojea Mwenyezi Mungu awe akijidhihirisha kwangu. Ukigojea hivyo ndipo haubarikiwi. Tunapojitolea kwa Mwenyezi Mungu, tunajitolea ili tuweze kufunguliwa milango ya baraka. Kama ni pahali ulikuwa unataka nati kama hizo, unatumia mwendo wazimu mwenye yako nazo,
Kama ni pahali ulikuwa unataka watoto wako wapitishwe, wanapitishwa, hauko unahitaji pesa. Hiyo ndiyo tunaita God's provision. Hallelujah. Amen. Tupige Bwana Yesu makofi. Bwana asifiwe. Kwa hivyo katika maisha yenye tunaishi, utakuta watu wengine, unaweza hata mtu wenu, hata ukiwa na shida namna gani, huwezi ambia mtu wenu akununulie soda ya 100 apate. Hakuna mtu anaweza toka na njia hivi akupatie 100 ama 50. Lakini unaweza kuta mtu mwingine, hata sio mtu wa, unasikia mtu amepigiwa simu, amekaribishwa na anakaribishwa kwa mtu kwa nyumba. Anaambiwa, nimesema tu ukuje tukue na sapa na wewe ama dina siku ya leo na wewe. Na ukitaka nikusaidie namna gani? Unaanza kuimagine mtu anakuuliza hivi, ukitaka nikusaidie aje? Unaanza kufikiria, nilikuwa na shida ya 2,000. Ukienda kumwambia 2,000, ni mtu wako tayari kukupatia mpaka 20,000 ama 50. Kuna watu huwa wanapitia mambo ambayo yako na baraka za Mwenyezi Mungu. Ninashukuru kwa sababu kuna dada mmoja tulikuwa tunaongea naye hapa, na hakuwa anajua kwamba alipokuwa ananiambia yale mambo anapitia ni mambo ambayo yananitia moyo sana. Alikuwa ananiambia kuna wakati tulikuwa na siku kama hiyo ya kutoa dhabihu hapa. Chochote chenye alikuwa nacho akatoa chote. Akabakia na 100 kwa mfuko. Sitamwambia kuja hapa ashuhudie kwa sababu yake, kwa niaba yake. Akatoa chochote alichokuwa nacho. Akabakia na 100 kwa mfuko ambayo angeweza kuchukua motorbike hapa aende. Wakati alifika tulitoka kanisa, akapigwa simu na mtu. Akaambiwa uko wapi? Akasema niko hapa. Akaambiwa unaweza kuja pale fulani tukutane. Wakaenda wakakutana. Na alikuwa ametoka kanisa, sasa alikuwa amefilisika na chochote. Alipoenda na ako ndani yenu, akaulizwa, sasa ungetaka nikusaidie namna gani? Akafikiria, akaona kile ambacho niko na haja nacho ni zaidi ya 10,000. Ni 20,000. Akaambia, kama ni shida nipatie tu siku moja. Katumiwa kwa simu. Kwa nini wewe unatafuta mtu wa kukupatia 50 unakosa, na mwingine anaitiwa na mtu akosea 20,000? God's provision. Tupige kwa Yesu makofi. Kwa sababu yeye alikuwa anaenda mbele za Mwenyezi. Wakati tunatoa, we don't buy God's provision. God releases it to us. Nguvu ya kuwezesha. Yaani huwa tunapata nguvu ya hiyo madirisha ikifunguliwa, unapata nguvu ya kuwezesha. Tunapoenda mbele za Mwenyezi Mungu kujitolea, kama unatolea Mwenyezi Mungu sadaka ukisema ya kwamba, na kwa sababu nimetoa tithe, ninajua wiki hii haiwezi isha kabla hajanirudishia hiyo tithe. Nikikosa Mungu sio method yake ya kuraise pesa. God is not a fundraiser in the name of Jesus. Kwa hivyo tunapokuja hapa Jumapili, hatutakuwa na hiyo soko ati fundraising ya nini. Kama unataka kujitolea kwa Mungu, jitolee. Kama hutaki, hivyo. Unajua kuna watu wanaweza subuka hapa bila kuitiwa na mtu rafiki 100. Wakati unapokea hiyo nguvu ya kuwezesha ya Mwenyezi Mungu, nguvu ya kuwezesha inaweza kufanya mtu akobali awe commanded kukupigia simu. Kama hujawahi patiwa na mtu simu pesa zaidi ya 1,000, watu huwa wanapatiwa hata zaidi ya 10,000. Kwa hivyo ile shida ambayo uko nayo labda haihitaji hizo pesa. Inahitaji labda Mwenyezi Mungu asushe hekima, labda akutumie divine helpers, labda Mwenyezi Mungu akuconnect na your destiny connectors, akushikanisha na watu ambao wanakushikanisha na huko hatima yako. Labda chenye unahitaji sio pesa, lakini unapofunguliwa dirisha
ya za mbinguni na Mwenyezi Mungu huwa nguvu ya Mwenyezi Mungu ya kuwezesha. The power of wealth. The power of God's wealth. Hiyo ndio huwa unapokea. Kuna watu ambao hawana hiyo power. They are powerless. Una activate the power of God's wealth through giving. Unaweza kuwa na vitu nyingi kwa haleluya na hazina baraka. Unaweza kuwa na gari, unaweza kuwa na ng'ombe na zote ni za kulia. Unaamuka unaanza kulia kwa sababu ya hiyo gari. Unaamuka unaanza kulia kwa sababu ya hizo ng'ombe, kwa sababu hazina blessings. Yaani hazina. Uko na watoto na hana blessings. Tusomee tena kwa Kiswahili. Verse 18. Inasema. Bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri. Simamia tu hapo. Maana ndiye hukupa nguvu za kupata utajiri. How do you activate God's provision? Through what? Through giving. Ndipo unaona hakuna mtu anaweza kukupigia simu kwa pia na nimekuwekea 3,000. Ukiona labda hiyo unaweza pata nikuje by mistake wrong number kwa pesa. Na ukikusipoangalia sana watu wa M-Pesa usipokupigia unasifa. Unasema ni bahati. Ukiona 5,000 hivi unaitoa haraka sana, unaibadilisha kwa simu nyingine ili mwenyewe kabla akupuke at least withdraw. Haleluya. Kuna baraka. Unatumia 5,000 na mtu, unatumia 10 hata hauna shughuli, hakuna kuidhuru kwa sababu siko hapo. Kama ni mwenyewe ametuma by mistake kwa makosa atatoa kitaka. Kwa sababu hawezi ziketi huko. God's power to get wealth. Widow of Zarephath gave last food to Elijah and was abundantly provided for. 1 Kings chapter 17 verse 12 to 15. Biblia inasema, thank you. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate. Hebu anzia verse 10. Basi akaondoka akaenda Sarepta, hata alipofika langoni pa mji. Huyu ni Elijah. Alipofika langoni pa mji, kumbe mwanamke mjane alikuwako akiota kuni. Kwanza sio mwanamke tajiri, mwanamke mjane mwenye hana chochote. A woman in need. A woman in need. Yeah, sure. Okay, endelea. Mwanamke mjane alikuwako akiota kuni. Mwanamke mjane alikuwako akitafuta tukuni. Akamuita akamwambia, niletee na kuomba. Huyu ni mwanamke anaokota tukuni akapikia mtoto chakula na ni chakula tu cha mwisho. Niletee mkate. Niletee na kuomba. Maji kidogo choboni nipate kunywa. Uniletee na maji kidogo nipate kunywa. Alipokuwa akienda kuleta, akamuita akamwambia, niletee na kuomba kipande cha mkate mkononi mwako. Usikuje tu na maji, kuja na mkate bado hata jana niko nayo. Naye akasema, kama Bwana Mungu wako aishivyo. Mtumishi wa Mungu, kama Bwana Mungu wako aishivyo, sina mkate ila konzi ya unga katika pipa. Ila kauka tu kidogo katika pipa. Na mafuta kidogo katika chupa. Nami ninaokota kuni mbili ili niingie. Na kuni hizi naokota ili niingie. Nijipikie nafsi yangu. Na mwanangu tule alafu tupatane na kifo kwa sababu hakuna kitu kingine. Alafu Elia akamwambia, umefikisha 15.
bado. Fikisha 15. Usiogope. Sikizeni. Usiogope. Enenda ukafanye kama ulivyosema. Enenda ukafanye kama ulivyosema. Lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee. Lakini unifanyie kwanza mkate mdogo ukaniletee. Kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Kisha ujifanyie nafsi yako na mwanao. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi. Kwa kuwa Bwana Mungu wa Israeli asema hivi. Lile pipa la unga halitapunguka. Sikizeni wapendwa. Amen. Haleluya. Tumpige Bwana Yesu makofi. Lile pipa, huyu mwanamke labda alikuwa anahitaji mtu mwenye anaweza mletea pesa anunue, kwa sababu huwezi pata unga bila kuwa na pesa. Lakini ni nini nakuja? Ni unga. God's provision. Hallelujah. It's powerful. Lile pipa halitafanya nini? Lile pipa la unga halitapunguka. Lile pipa la unga halitapunguka. Wala ile chupa ya mafuta haitaisha. Wala ile pipa ya mafuta haitaisha. Hata siku ile Bwana atakapoleta mvua juu ya nchi. Mpaka yani unga umeintenwa kinyare mpaka wakati mvua itakuja ya nchi. Hata kama kutakaruka miaka 3, unga utakosa kwako. Nisikizeni. Unaweza activate God's blessings. God's provision haijui economy. Haijui economy ya Kenya iko namna gani. Haijui kama unga unatoka 200, yani God's provision. Haijui kama unga umeongezwa unatoka 300. Anaambiwa ya kwamba Mungu amesema hivi. Hicho kitu cha unga hata mpaka wakati kutanyesha hakitakosa unga. Kwa hivyo fanya vyenye umeagizwa ufanye. Wakati wowote Mwenyezi Mungu anataka kukubariki, anainua jambo ili uweze kutenda, uactivate his provision. Hallelujah. Soma mstari wa 15. Yeah. Basi akaenda. Akafanya kama alivyosema Elia. Na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wala siku nyingi. Umemaliza? Wacha nirudie tena 15. Basi akaenda. Akafanya kama alivyosema Elia. Na yeye mwenyewe na Elia na nyumba yake wakara siku nyingi. Wakara siku nyingi. Wow. Tufikie pale sasa. Kuna watu wanapata tu ile ya kukula inaisha. Watakula tu inaisha. Every time you ask God for something, He gives you an instruction. That is what God. Hivyo ndivyo Mungu. Sikizeni wapendwa. Wakati wowote unaomba Mwenyezi Mungu kitu, He gives you an instruction. He doesn't give you what you have asked for. He gives you an instruction so that that instruction consequently will give birth to what you are asking for. Wakati wote unaambia Mwenyezi Mungu, nibariki na ndoa ya maana, nibariki na business ya maana, nibariki na watoto wangu. Mungu anakupatia instructions. Enda kwa nyumba yako, kuna kitu zinanunuliwa huko. Hiyo instruction, that instruction give birth to whatever you are asking God for. Andika hivyo. Niviseni kupatia point, uachwe nayo. Every time you ask God for something, wakati wote unauliza Mwenyezi Mungu akupatie kitu, wakati wote unauliza Mwenyezi Mungu akupatie kitu, mwathani ndĩrenda ũhe thayũ, ndĩrenda ũhonie mĩrimũ, ndĩrenda gwakwa kũgĩe thayũ, no nginya ũhe instruction. Every time you ask God for something,
he gives you an instruction. Kuna watu wanataka kuponywa, kuna watu wanataka miujiza. Hivyo ndivyo Mungu hufanya. Every time you ask God for something, he gives you an instruction. He doesn't give you whatever you have asked for. He gives you an instruction so that the instruction consequently will give birth to what you are looking for. Bwana asifiwe. Kwa hivyo unaweza sikia kwamba Sunday ni Sunday ya dhabihu. Kuna vitu tunastahili kununua. Huyu mama mjane hapa, labda hakuna mtu wa level hiyo. Mama mjane, Biblia inamtaja mjane ili kuonyesha kwamba hakuwa na chochote, na Biblia inaeleza vizuri ya kwamba alikuwa tu na uga wa siku, si wa siku, ulikuwa umebakia tu wa mara moja. Lakini ili naona huyu mama kuna wakati alikuwa na stress hizo hapo mbele. Sasa akakauka. Alikuwa anajaribu kukapakua. Anaona hai, wacha tu sikue pole mpaka kakafika kale kamwisho tu. Kamwisho siku moja tu kakukula tu mara moja. Mungu hatuwezi nunua nguvu zake za kutoa, huwa anafungulia nguvu ya kuwezesha. Biblia inasema ya kwamba huyu mama mjane akaambiwa, enda kwanza unipikie. Ukinipikia unilete, halafu kama unataka kupikia mtoto wako umpikie. Biblia inasema ya kwamba huo unga, kwa muda wowote ambapo kulikuwa na kiangazi, hiyo chupa ya mafuta na huo unga haukuisha. Sacrifice activates God's provision. Tupige Bwana Yesu makofi.